Mashariki mwa DRC, kundi la M23 linatishia kuzindua upya operesheni zake kijeshi. Vuguvugu la waasi la M23 katika taarifa yake Aprili 10, 2025 limetishia kuanzisha upya operesheni zake za kijeshi. Vuguvugu hilo linashutumu wanajeshi wa DRC FARDC kwa kukiuka usitishwaji mapigano ambao ulionekana kuwa katika harakati za kuanzishwa haswa baada ya kuziondoa kwa kundi hili kutoka eneo la Walikale Center wiki moja iliyopita. M23 inatangaza nia yake, inasema kuondoa tishio lolote dhidi ya mchakato huo. Kauli hii inajiri huku mazungumzo ya amani yakiendelea mjini Doha, yakiwaleta pamoja wajumbe kutoka Kinshasa na AFC ya M23. Ni nini kinafafanua tangazo hili wakati majadiliano yanaendelea? Taarifa hii ya M23 inaweza kuelezwa kwamba kwanza na hali ilivyo katika uwanja wa vita ambapo mapigano yamekuwa yakiendelea kwa angalau siku 3 hasa katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Katika eneo la Kalehe, vyanzo kadhaa vya ndani vinaripoti mashambulizi ya wazalendo, wapiganaji wanaounga mkono FARDC ambao wamefanikiwa kuteka angalau vijiji 8. Katika maeneo haya na baadhi ya vijiji vingine, M23 haikuwa imedumisha uwepo wa kudumu wa wapiganaji wake. Mnamo Aprili 10, 2025, mapigano mapya yalizuka haswa katika vijiji vya Bushaku 1 na 2 ambapo wazalendo walidhibiti vijiji hivi baada ya mapigano makali. Katika eneo hili, wazalendo ndio wanaonekana na sio FARDC. Hali kama hiyo ilionekana katika eneo la Kabare katika mkoa wa Kivu Kusini karibu na mbuga ya kitaifa ya Kahuzi Biega, ambapo mapigano yaliripotiwa siku ya Alhamisi huko Tishivanga na Mutaka. Mapigano mengine pia yaliripotiwa katika eneo la Masisi katika siku za hivi karibuni na kuongeza hali ya wasiwasi. Kutokuaminiana wakati wa mazungumzo nchini Doha au Qatar. Sababu nyingine inayoeleza tishio hili la kuanzishwa upya kwa operesheni za kijeshi za AFC au M23 inaweza kuhusishwa na mvutano wa sasa huko Doha, ambapo mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Kongo na M23 yanafanyika. Ni vigumu kupata taarifa za sahihi kuhusu maendeleo ya majadiliano, kwani wapatanishi wanasisitiza juu ya kuwepo kwa usiri mkubwa. Wajumbe wote kutoka pande mbili husika bado wamekwama katika hatua ya utangulizi, wakiwa na majibu machache thabiti kuhusu hatua za kujenga imani zitakazowekwa kabla ya kushughulikia masuala muhimu. Hili linathibitishwa na chanzo cha kidiplomasia ambacho kinaeleza kuwa majadiliano bado yanakumbwa na hali ya kutokuaminiana.